Kama chama tunaamini katika maridhiano, na maridhiano haya sio mara ya kwanza kufanyika au kutokea katika nchi yetu. Katika nyakati ambazo kelele na tofauti za siasa au kijamii na itikadi zinapoongezeka, jambo moja hubaki kuwa la msingi kuliko yote: hatma ya taifa haiwezi kujengwa juu ya misimamo mikali, bali juu ya uwezo wa kukaa pamoja na kusikilizana. Lakini Chama cha Mapinduzi kinaamini kuwa pale ambapo mazungumzo yanapopewa nafasi, migogoro inapungua, taasisi zinaimarika na maendeleo yanapata mizizi imara, hasa katika kuwatumikia wananchi. Ni katika muktadha huu tunatoa wito wa kushirikisha makundi yote: vyama vya siasa, viongozi wa dini, asasi za kiraia, vyama vya wafanyakazi, sekta binafsi, viongozi wa kimila, wananchi na wadau wa maendeleo katika mazungumzo na maridhiano, kwa sababu baadhi ya watu wanaamini kwamba maridhiano ni baina ya vyama vya siasa. Hapana, ni mambo ambayo inabidi yazungumzwe kwa upana wake, na nchi yetu ina vyama zaidi ya 18. Maana yake vyama hivyo vina uwezo wa kushiriki na kuweza kuridhiana katika maeneo ambayo tunaona yana msingi huo. Tunasema hivyo tukitambua hawa si wadau wa pembeni ambao nimewaorodhesha. Hawa ndio wabebaji wa uhai wa taifa. Wanapochagua kuweka maslahi ya nchi mbele badala ya maslahi binafsi, wanakuwa si tu sehemu ya suluhisho, bali injini na mustakabali wa kudumu katika amani ya taifa letu. Kupitia falsafa ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya 4R, maridhiano, ustahimilivu, mageuzi na ujenzi upya, imefungua dirisha la historia ambalo halipaswi kupuuza. Sote tunafahamu kukubali kuzungumza si ishara ya kushindwa, ni ishara ya ukomavu wa kisiasa na busara ya kiuongozi. Mazungumzo si mbadala wa ushindani wa kisiasa, bali ni nyenzo ya kuhakikisha ushindani huo haugeuki kuwa chanzo cha mpasuko katika taifa.